Daktari, karibu sana. Asante. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimepewa half an hour. Nimemwangalia MC kwamba half an hour haitoshi, lakini sasa we have to wrap up the day, hatuna option. Naitwa Kweka, niko hospitali ya taifa ya Muhimbili, ni mbobezi kidney specialist. Sasa where does emotional intelligence come from? Mimi nimefanya utafiti wa uhusiano wa afya ya akili na magonjwa, specific ugonjwa wa figo. So mondani lazima uguse kidogo eneo la emotional intelligence kwa sababu unaugusa ubongo ili kujua hivi mtu akiwa na shida ya figo mentally anakuaje. Half an hour haitoshi, lakini I'll try my level best kutouch maeneo ya msingi tu ya emotional intelligence. Sidhani kama nitapata tafsiri sahihi ya Kiswahili sanifu, wengine wanaita akili hisia, other word ni utashi, wengine wanaita hekima, wengine wanaita busara. Mtaani nilipozaliwa mimi wanaita unafiki, uwezo wa kuchekecha hisia. Sasa sijui kama natamani sana kucontrol. Nasikika? Naomba hiyo. Niombe kitu kimoja. One of the biggest failure human being sasa hivi na as we progress baadaye ni kukosa emotional intelligence. Bahati mbaya utashi, akili hisia ndio inatusaidia tu function kwenye maisha from head to toe. Sasa ni kuambie tu mwanadamu ana akili 4. Tena niweke vibaya zaidi, mwanadamu ana akili 5. From year 2000 to today, mwaka 2000 mpaka leo tumeongezewa another intelligence, the 5th one called AI. Now nitawaambia the risk ya kuwa na AI kidogo kwenye emotional intelligence. Sasa sijui kama tutafanikiwa kuhamisha, kama nitashindwa nitamuomba mtaalamu wangu anisaidie kuhamisha, lakini kama itagoma utanisaidia. Naomba ni next slide. Iko pale pale. Okay, sawa. Sasa samahani kwa wenye imani tofauti na Kikristo, lakini nitaka tumuone Zaburi 90:10 inazungumza umri wa kuishi mwanadamu. Inasema miaka ya kuishi ni 70, tukiwa wenye afya 80. Lakini baada ya 80 kuna koma inayosema lakini yote yana shida na tabu. Sasa ni kuombe tu kwamba ukikosa emotional intelligence utafanya vitu vya ajabu sana kwenye kila eneo la maisha yako. Na niseme ubongo wa mwanadamu una kilo 1.4, na hapa ndio kuna hizo akili 4. Akili iliyokupeleka kazini kama una kazi inaitwa IQ. You can never measure IQ ya mwanadamu kama hajawahi kuingia darasani, kwa sababu IQ is measured by numbers. So someone does not know numbers, is very hard to measure IQ yake. Kwa kwenye ubongo wa mwanadamu kwenye kilo 1.4 kuna hizo akili 4. Kabla sijaifikia hiyo ya 5 ya AI. Sasa hizi akili hizi ukikosa, mrudi hapo. Si kama na control mimi au wewe. Rudi moja. Saidie kurudi moja. Yes. Huyu ni mzee wa miaka 80. Amejiua kisa wivu wa mapenzi. Ilifahamika zamani busara inaendana na umri. Uwezo wa kuchekecha hisia, kudhibiti hisia zako, ambao ni component moja wapo ya emotional intelligence. Lakini tujiulize huyu mzee wa miaka 80 mapenzi yamemshinda wapi? Tunaamini amepigwa sana vibuti, amekosea sana, ameachika sana, ameacha, amependa akapendwa, lakini why amejiua? Sasa nikwambie emotional intelligence ilivyo. Unaona hizi akili 4 hapa. Ya kwanza ya mwanadamu inaitwa IQ. Hilo hapo. Sasa ile pale
actually ni petroli ya changamoto chini ya jua, na nikipata muda tutajiscuss kidogo sababu hapo na hainitoshi. Lakini akili ya pili ya mwanadamu inaitwa AQ, adaptability or adversity quotient. Huyu Dr. Kweka huyu akirudi nyumbani akamfumania mkewe kitandani na mwanaume mwingine. Nimeingia tu ndani nikakuta kuna mwanaume mwingine bedroom kwangu. Kitakachoniwezesha kusimama after that scenario, how do I adapt, niyo ile akili inaitwa adversity quotient. Akili ya tatu ya mwanadamu inaitwa social quotient. Social quotient ni mtaani wanasema ishi na watu vae viatu, mwenda bure sio sana mkaa bure. Mimi nikitoka kwangu napoishi Kinyerezi nikaja Posta, baadaye jioni nikarudi sikupata chochote, na ambaye amekaa chumbani anaangalia tamthilia. Mimi nilikuja Posta na kurudi na added advantage kuliko wale kanda. Hiyo ni science. Kwa hiyo mwenda bure sio sawa na mkaa bure. Actually failure kubwa ya hata mental illness na watoto wetu sasa hivi because of that social quotient. Sikiliza, baraka yako iko to the next person. Ninatoga mfano, mimi nikipanda SGR, watu wengi sana siku hizi wanavaa headphone. Mtoto wa leo awa Gen Z anavaa headphone kutoka Morogoro mpaka Dar es Salaam hajamsalimia jirani yake, which is a deadly mistake kwa sababu social skills inapatikana kwa communication. So investment yetu kubwa ya dunia, which is I'm not saying kwamba ni kitu kibaya, tuna invest kwenye that intelligence only. If we forget all these three, including ile ya mwisho ambayo tumesema tukae muda mrefu hapo nao kuidiscuss. Mimi niko nataka niwaambie tu hakuna tu EQ peke yake. Tuna IQ, AQ, SQ and EQ. IQ inapatikana darasani. Hizi tatu hazipatikani darasani. Hizi tatu tunazipataje quickly because of time? AQ, SQ and EQ tunapata kwa namna 30% ya hizi akili inapatikana kwenye vinasaba vya wazazi wako genetically. Another 30% ya hizi akili inapatikana who raised you, upbringing. Alafu 40 iliyobakia ya hizo akili inapatikana kwenye environment uliokulia. Which means ukimfungia mtoto ndani, which is now we think of gadgets. Yani mtoto, juzi nimehangaika na mtoto mmoja amekunywa sumu ya panya kwa sababu mama yake amemnyang'anya PS4. Yes, this is what we create. Tuna create mtoto ambaye ana akili kubwa sana, inaitwa IQ. Lakini anapo step in kwenye society anafeli kwa sababu kitaa akili na survive sio IQ. Ninahangaika, nitaonyesha hapa highest suicide jobs duniani, you will be amazed. Ni kazi za watu wenye akili kubwa sana ndo wanajua. You create engineer ana akili kubwa sana. Nimepigwa simu na mama, mwanae ana miaka 46. Mama ananitafuta mimi, "Doctor, please talk to my son." Nikafikiri naongea na 14, 16 year old, 40 plus dude. Nini mwanangu hajaoa? Haeleweki. Nikakaa na ule mwamba pale Black Point ya Kinondoni pale. Mwamba, domo zege. Kwa sababu kutongoza ni social skills. MC unanielewa? Kutongoza ni social skills. Yani kumconvince mwanadamu mwenzio atoe nguo ya ndani. Sio shule ya kawaida. Can be physicians, lakini people are really struggling right now. Vijana wana struggle sana na maisha. Vitu vidogo vidogo sana. Kwa sababu mimi naambia, juzi nimeenda Dodoma utani, nimeenda Dodoma nikutana na binti nilikuwa nacheza naye kimama, wala zamani wanaelewa. Nikamwambia, "Hey, upo?" "Nipo." "Ulikuwa unanikataa." Yule dada nilikuwa nacheza naye kimama alikuwa ananiambia mimi mfupi. Kwa leo mimi ukinikataa kimapenzi unitishi kwa sababu toka utoto nimekataliwa. Yani you create mtoto ambaye sasa unajua changamoto tulionayo sasa hivi, mtoto akikosa 30% ya hizi akili tatu hizi kutoa ile ya darasani, akikosa katika hizi akili tatu kwenye vinasaba, una chance 70%, 30% ya nani amemlea, 40% ya mazingira aliyokulia. This is what happens now. Wafanyakazi wanarudi nyumbani saa 4. Kwa malezi hayapo. 30 inaondoka. Inabaki environment, tunawalokia watoto because of safety. Mwimbili ifanya utafiti wa mashoga 150 Dar es Salaam na mashoga 150 Dodoma. Ikarealize sehemu ambayo tunaamini sisi ni safe kwa watoto wetu, kumbe ndio very dangerous kuliko kuwatoa nje.
Sababu wanaoharibu watoto wetu sasa hivi kulawiti bla 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 ubakaji ni the nearest person kwenye indo. Sasa nikwambie tu kitu kimoja. Nimefundisha ofisi mimi Morogoro moja, ninaomba niwafundishe personality, haiba za watu eneo la kazi. Nikakutana na mama akaniambia, "Doctor, I'm in pain." Nikamwambia, "Kwa nini?" "Mimi ni Mchaga, mume wangu ni Mwaya, watoto wangu wanaongea Kidigo." And I said, "Why?" Akaniambia, "Nina wadada wa kazi wawili because I'm so busy. Wale wadada ni Wadigo, wakipiga Kidigo na mtoto wangu naye anaongea Kidigo. Kwa right now we are creating children ambao hawana hizi akili tatu. Hawawezi kudhibiti maumivu, hawa socialize, hawawezi kudhibiti hisia. Kwa unakuta mtu ana very powerful, anaweza ni IT, lakini anashindwa kurelate kwenye vitu vya kawaida. Ofisini anasemwa analia. Na niwaambie, next coming years HR office itapokea vijana wa ajabu sana kwenye hii nation. Kwa sababu gani? Watoto hawatengenezwi kwenye mazingira ya kupambana na maisha kwa kuwa na advanced quotient. Sasa niwaambie, because time hamna, as we are progressing to 5G right now, akili inaongezeka niyo sasa. Mimi nikiambiwa hapa na mtendaji mkuu wa WCF, akaniambia, "Chief, usitoke kwenye ile eneo bila kunipa report what you have done in front of people. Do you think I waste time? I just sit here." Naita internet, naandika, "Write me a short report about training ya emotional intelligence down katika sherehe ya miaka 10 ya WCF." Nikishasema enter, I copy, put it in PDF na mkabidhi naondoka. Kwa hiyo right now watoto wetu hawafikiri. Kwa sababu gani? They use AI. Sasa hii akili ya tano is very dangerous kwa sababu wa mwanadamu unapenda shortcut more than anything kwa sababu it loves to conserve sugar. Sasa nikwambie tu katika hii emotional intelligence ambavyo katika zile akili 4, hii ndio above all ina power kwa sababu inakuruhusu kuchekecha hisia. Labda nitakueleza inachekechaje. Hem, nisaidie. Emotional intelligence ni mzizi wa yafuatayo: 1, flexibility; 2, anger management; 3, social skills, accountability, teamwork, time management, communication skills, stress tolerance, customer care, decision making. So maana yake ukikata ule mzizi umeondoa vile vitu vyote. Sasa nikuambie kitu kimoja, nisaidie next slide because I think 5 components because we don't have time. 5 components of emotional intelligence ambazo zinapatikana, nimesema, kwenye genetics, nani amekulea na mazingira uliokulia, which means hata right now you can get emotional intelligence if you associate with people. Kujitambua, kudhibiti hisia, social skills, kuvaa viatu vya watu wengine na kujimotivate. These are 5 components. Maana yake nikikufukuza leo kazi, if you have emotional intelligence, you can motivate yourself ukawa rich. Naomba nitaje jina la mtoto, anaitwa Alex Mgonja, amejinyonga pale Same kwa sababu mama yake akulipia school bus. We are creating children who cannot handle pain wakati life is full of pain. Kuna mtu uko naye ofisini anakuchukia, hujai kumfanya lolote. So kama sija kuandaa mtu wa kujimotivate na kuwa na social skills, maana yake kitu kidogo chini ya jua kinaweza kukuondoa. Sasa huyu ni mwanadamu, because muda utakuwa nao. Mwanadamu ili atimie anahitaji kuwa na physical health, social skills, emotional, spiritual and mental. One of those goes wrong, you are not a normal human being. Sasa angalia katikati, social skills. Ukishapata social skills maana yake una get emotional power ya kuhandle pain, kwa sababu chini ya jua Mungu hawezi kukupa kila kitu. Mimi ni Mchaga, nimeoa Ngara waangaza. Mashemeji zako Sasa nikwambie kitaalamu, Mchaga kuoa nje ya uchagani, beto niliopitia mimi. Nilienda kumwambia baba, mzee Kweka, nataka kuoa. The next statement from my father was, Mchaga wapi? Nikamwambia sio Mchaga. Akaniambia, over your dead body. Wewe ndio mtoto wa kwanza wa kiume, hakuna chasaka kwenye nyumba yangu. Nikaita ndugu pale, baba mdogo si wakaongea naye. Baba akasema, you want. Sasa baba alikuwa hajui beto yangu mimi na Wachaga. Kila nikiwafuata kina Manka wananiambia mimi mfupi.
Sasa mimi naambia kina Manka, mimi sio mfupi maeneo yote. Mungu hawezi kuniima kila kitu. Mungu sio mbaya hivyo. Mungu sio mbaya. Maana yake nini? Waambieni watoto wenu kwamba Mungu hawezi kukunyima kila kitu. Kwenye Biblia si kuna mtu anaitwa Lea na Raheli. Lea ndio mbaya, mpaka Biblia inakiri ni mbaya. Lakini Mungu alichofanya, Lea alimpa watoto 6. Lakini yule Raheli pisi wa tumbo akawatasa. Kwa hiyo no, Mungu hawezi kukupa kila kitu. Usipomtengeneza mtoto anaweza kujimotivate na kuamini kwamba socialization ni one of the component ya mwanadamu kwenye maisha yake. Na niseme tu, mwanadamu you are a component. Ukitoa social quotient and adversity quotient, una remain na 2 major intelligence au quotient. Hizi intelligence bahati mbaya they fight a lot. And they one of it is stable, the other one is flexible. Sasa angalia, mwanadamu ana 3: haiba yake which is personality, ana utashi, alafu ana akili ya darasani. Ikicombine all those 3 unampata mwanadamu. Kwa maana yake ukimkanyaga mtu kwenye daladala, kuna mtu anaongea kutoka Mwenge mpaka Posta, personality yake ina issue. Sasa nikwambie kitu kimoja, hizi mbili kwa nini zina beto? Because of one thing. Hii moja ina ego. Na Mungu anasema hekima ukaa kwa wanyenyekevu. Once ukiwa na ego, emotional intelligence doesn't stay in you. Kuna kuta mtu na mfano si kwenye afya ya akili, for example, ili utibiwe lazima ushushe ego yako, kwenye counseling. Kwa unakuta watu wenye akili kubwa wanaishiaga kulewa tu, engineer, doctors, lawyer, kwa sababu wana akili kubwa, they cannot share because they have ego. Sasa nikuonyeshe, ukichanganya IQ ukachanganya na EQ, you get success. Ukimiss EQ ukabaki na IQ, angalia component za IQ: analytical skills, excellent memory. Sasa mtu akiwa na hichi peke yake, hata biashara hawezi. Sababu biashara haihitaji sana analysis. Kuwa na yadi hapa Dar es Salaam ya magari, manake umtumie mtu hela Japani umjui, aingize kwenye meli siku 30, ufanye clearing and forwarding, vijana waizieleshe pale zile gari wakuletee kwenye yadi. Msomi hawezi, anasema yakipata ajali je? Sababu anafanya analyze. Lakini mtu ambaye ana emotional intelligence anasema yes, I'm aware that yanapata ajali, basi I'm also aware kuna yanaofika salama. Ana regulate emotion, anafanya biashara. Ndio maana wasomi wengi hata ndoa zinawashinda, kwa sababu ndoa haihitaji akili kubwa. Mungu anavyosema ishini nao kwa akili, amaanishi ile IQ, anamaanisha zile 3. Mfano mimi narudi nyumbani namkuta mke wangu anaangalia tamthilia, analia, vipi kamuua. Sasa kwa mpuuzi ni mzima yo TV tukalale, nitaonekana na mwanaume nsijali. Yaani ili niwe mume mwema na mimi pale niunge, jamani amemuuaje basi naonekana bonge la bwana. Sasa hiyo msomi hawezi. Niwaambie tu, emotional intelligence, mtumishi wa Mungu nisaidie kwenda next slide. You need to touch, na mafanikio ya mwanadamu 80% ni require emotional intelligence. Na niseme tu, personality ya mwanadamu angalia inakuwa affected na nini? Culture, religion, workplace environment, social status, peer group, childhood memories. Kwa kuna vitu vinaintali mwanadamu anatokeaje, anaenda open chini ya jua. Next slide, hebu nisaidie. Maana sasa mfano juzi imesema jamani Tarime kuna ushoga, watu imewashtua sana. Unajua kwa nini? Kwa sababu personality ya mwanadamu inakuwa determined by culture. Okay, labda niulize kitaalamu, ni rahisi kumpata shoga Tanga ama Tarime? Unajua ni rahisi sana kuitaja hivyo kwa sababu gani? Unajua kabisa Chacha Malo hawezi kuwa shoga. Sasa hivi wanatokea kwa nini? Kwa sababu personality inakuwa affected with technology. Next slide. Unaona? Hawa ni Wamasai. Watu wanaacha kila kitu teknolojia, wanakuja kuangalia wakiruka. Angalia teknolojia ilichowafanya sasa hivi. Sasa hivi hawaruki Wamasai tena. Next slide. Wanachati. Kwa technology, Instagram wasema teknolojia ina affect sana. Sasa angalia
muda utaisha sasa hivi. Personality ile pale ni vinasaba vya wazazi wako, lakini angalia personality ina adi wana vitu gani? Malezi, jamii iliyokuzunguka, familia iliyokulea, dini na past experience. Sasa what is happening right now? All these 5 hatuvipi watoto wetu right now because we are so busy. Sasa tunatokea tu mtoto ana vinasaba peke yake anakosa hizi. Mfano religion sasa hivi mtoto wa Kiislamu anaitwa Hussein, adhana inaita ashtuki. Mtoto wa Kikristo baba na mama wana discuss kwamba leo mtaenda kanisani au hamwendi. Mwanadamu akikosa religion, personality yake inacheza hivi. Malezi, we are no longer around. Past experience, watoto wetu hawaambiwi hapana. Biblia si inasema kwenye Mithali, usipomwambia mwanao hapana na kumwadhibu, uzeeni utakuwa na raha. Kwa hiyo hivi vitu vitatu, mimi nimeuza counter ya bar, God is my witness. Nimeuza counter bar toka darasa la 6. Babangu alikuwa na bar kubwa sana inaitwa Tivoli miaka ya 90. Baba analewa mpaka Jumamosi saa 8, Jumapili saa 1 asubuhi baba yuko church. Usiende kanisani utamueleza. Nishaikupigwa mimi, go to church, kwa sababu anaamini mlee mtoto katika njia impasayo hata iacha mpaka atakapokuwa mzee. Kwa hiyo tunalea watoto hawana hivi vitu vitano. Mimi nachukua watoto na twins wana miaka 11 na waingizaga Mlimani City, God is my witness. Naanzia geti la Ubungo mpaka natokea geti la Ardhi University. Napita maeneo yote yenye vitu vizuri vya watoto, baiskeli, kwenye kuku, yani nao wanatoka Kapa ili wajifunze kwenye maisha kuna kukosa. Nalea mtoto ana past experience kwa sababu una KIST kamoja mwanao apande daladala. Wait and see one day. How far you are sure kwamba IST itakuwepo kila siku? Tengeneza mtoto ambaye ana past experience, anapitishwa kwenye maisha yote, ajue kusave, ajue unavyoenda kazini maana yake nini, because baba anatokaga hapa anaenda wapi. Saving maana yake nini? Mimi hata kama sio kama kuwapa inaruhusiwa. Mimi nina vibubu vitatu. Mke wangu ana chake, mimi nina chake. Vya kuwafundisha tu watoto, sio kama sina namna nyingine ya kusave. Vibubu vile vipo pale juu ya meza yangu. Kuna kazi nimezidivide. Kazi hizi hapa ni majukumu yako. Kazi hizi hapa ni rewarding system. Nikikupa buku 500 tumbukiza kwenye kibubu. Tutafungua mwezi wa 12 wakati tunaenda Moshi. Toka mtoto mwanzoni anaanza kujifunza savings. Na maana watoto wa leo sasa hivi wana beti tu kwa sababu they don't know quality, umuhimu wa pesa. Usipompeleka mtoto kwenye past experience atakuumiza next day. Na hangaika na wazazi wamepeleka watoto wao mashule makubwa duniani, wanarudi hapa sasa hivi wanabeti tu. The good news about emotional intelligence, it makes you to understand yourself, know you. Na niseme tu, hiki hapa ndio kitu kizuri cha emotional intelligence. Hiki hapa, improve decision making. So manake ukikosa emotional intelligence, you cannot have a better ability to make decisions. Ndio maana Suleiman alimwambia Allah, nipe uwezo wa kujua jema na baya. You get that by having emotional intelligence. Na unfortunately hapatikani darasani. Na ina beto, yani ukishakuwa na akili, mimi engineer wa mkoa, si mimi si nani, automatic tu. Maana yake uwezo wako ukishakuwa na ego tu, emotional intelligence haikai, kwa sababu huwezi kulearn from everyone. Sasa hata conflicts za kawaida tu kwenye maisha, kuna conflicts za kawaida sana kwenye maisha ambazo tunakutana nazo kwenye ndoa. Hivyo unajua ukikosa emotional intelligence ile misumari haiondoki pa. Utabaki umenuna tu. Kwa sababu gani? Una mbinu. Amuua mkewe kwa madai kuwa amemloga ili uume wake usifanye kazi. Kosa emotional intelligence kufanya. Sasa how do we increase emotional intelligence? Because nitanyang'anya mic sasa hivi. I don't have time to pass all those. Lakini naomba get your eyes on number 7, get your eyes on number 10. Number 10, be approachable and socialize. Number 7, learn to take constructive criticism. Usipende kusifiwa tu, wakati mwingine kubali kukosolewa. Mimi nishaendaga ofisi kubwa, I was not daktari bingwa wala mbobezi. Ofisi inafanya mamlaka nchi kubwa. Mefundisha walikuwa watu 16 tu, wanao make decisions. Just understand that. Fundisha pale, waliomba nifundishe ugonjwa wa figo na magonjwa sugu yasiyoambukiza. Piga shule pale ya kufahamu. Slide 20 tu nielekezwa nitengeneze. Maliza kufundisha hivi, mwenyekiti akasema simameni wote. This is amazing. Pigeni kofi madaktari, watu wakagonga papa. One guy didn't wake up, akagonga makofi, anachat na simu yake. He was here. Muda wa chai was behind me, he tapped me here. My doctor akichukua chai, can we sit together? Kakaa naye. My doctor, nina swali moja kwako. Unafundisha haya kwa mamlaka gani?
I looked at him nikaanza kuresi kichwani anataka nini, ili swali lina mtego gani. Nikamwambia samani, sijakuelewa sana. Nikamwambia daktari, unanielewa sana, hata Yesu alishawahi kuulizwa unafundisha haya kwa mamlaka gani? Na irudisha swali kwako tena, unafundisha mbele yetu sisi kwa mamlaka gani? Nikamwambia amwe doctor. Akasema do you think it is enough? Bado na resi, this guy wants what? Nikamwambia sir, can you kindly explain? Nikamwambia mdogo wangu nisikilize, bahati mbaya utaalamu wa udaktari na ujua sana. Wewe ni MD ndio? Wewe ni daktari bingwa hapa, wewe ni mbobezi. Nisikilize daktari, I'm not trying to be mean. Nisikilize vizuri sana. You are so young. I don't have a doubt. Kupanga slide hivi, iko kipaji unacho. Ila Dr. knowledge bado. Nisikilize. Achana na hizi sifa za kupigiwa makofi. Nenda haraka sana kafanye masters na super specialist. Ili ukisimama mbele za watu una skills plus una knowledge. Nimetoka pale kwenye ile ofisi yao, nimeumia ndani, but he was the only one who added value in my life. Sasa sisi tunachopenda bosi, ukifa uozi, ukioza unuki. I add value. So if you can, ile namba 7 ukiiweza, utaenda very far kwenye emotional intelligence. Na niseme tu kwa sababu muda hatuna, lakini natamani nisaidie kugusa. Uelewe kuna vitu kwenye emotional intelligence vinaenda kinasaba, unavipata kwenye damu, lakini kuna vitu sio vinasaba. It's purely getting from the environment. Ukiangalia for example mental health. Hisia, definition ya mental health maana yake unatakiwa kudhibiti hisia, kudhibiti fikra na tabia. Ukikosa emotional intelligence utapigwa pale kwenye tabia. Kirahisi sana. Utaenda kwenye pombe, afu tutacategorize you are mentally unstable. Angalia tunavyo evaluate mental status evaluation, tunatumia component 8, alafu behavior ni part of it. Kwa hiyo maana yake ukikosa emotional intelligence ukashindwa kuhandle behavior, maana yake you are in trouble. Na niseme tu, nisaidie kugusa, naona inanigomea. Twende tena, naonyesha. Ukiangalia wanawake kitaalamu, they are far ahead, meaning kitaalamu stress na afya ya akili inawa affect more women kuliko wanaume. Hiyo ni science. Lakini cha ajabu wanaongoza kujiua ni wanaume. Unajua kwa nini? Personality na kutengenezwa. If you don't share social skills, manake you retain pain more. Nenda slide. Ni nchi zinazoongoza watu kujiua. Blue inawakilisha wanaume, nyekundu inawakilisha wanawake. So you can understand the way wanaume pamoja na kwamba wako nyuma kwenye mental illness, lakini wanaongoza kujiua ni hao ambao wako nyuma. Na huyu mfano ni mwanaume huyu, vyuma vimeumana hapa. Unaona? Vimeumana. Ikifika this level tayari. Au huyu hapa. Mtaniruhusu kidogo ni control nikiwa huku because I can muda utanitosha. Huyu ameona akumbatie mstimu. Huyu ameshare na father mpaka father anaogopa kupeleka kwa Mungu. Huyu ni kwenye mwendo kasi Magomeni. Wanaume wana vitu, a lot of issues. Ukimkamata huyo anakuambia nilikuwa pembeni ya barabara sikujua kama niko kani. Kwa hiyo unapokuwa unakosa emotional intelligence, ability to socialize, una retain. Retain is chronic stress. Then kitu cha kipuzi tu kinakuua. Baba huwa mwanae kisa analia usiku. Baba ajinyonga kwa sababu jina lake lilitajwa kwenye misa ya shukrani. Amejiua akihofia COVID-19. Ameacha ujumbe kwa wazazi wake wazingatie kuvaa barakoa. Yeye akajiua. So ukiangalia because time nchi ambazo zina silaha, mtu anajipatia changamoto anaua watu. Sisi tumuombe Mungu tubaki na hichi. Unajua hichi hapa huwezi kuua watu wengi. Hamisi alimchinja mkewe mjamzito, akapasua tumbo, akawatoa mapacha, akawapika, akawala. This country, mimi sizungumzii Marekani, decision making. Huyu amemfumania mke wake kwenye simu kuna namba mpya, akamkata matiti yake yote na mikono yote miwili. So ukikosa emotional intelligence manake unakosa decision making. Huyu father wa watu aliuawa na mtu alikuja kuungama dhambi. Huyu ni engineer alimfumania mke wake na message akamwambia mtoto sio wako, akamuua na yeye akajiua.
Huyu alipima DNA za watoto wake akakuta watoto watatu sio wake, akamfanya hivi mkewe. So emotional intelligence gives you power to make a decision. Huyu kigogo alipima DNA za watoto wake akakuta katikati sio wake, akawapa sumu wote watatu. Peter alichinja familia ya watu 7 kwa panga kwa sababu baba mwenye nyumba alitembea kimapenzi na mke wake. Huyu alitoa meno yote kwa prize ya mke wake. So decision making, alichukua panga akaingiza kwenye uke wa mke wake. Hii ni Kenya. Huyu mama alishika simu ya mume wake. Emotional intelligence gives you power to make a decision. Akajiuliza kichwani, nikijua watoto wangu namwachia nani? Akawaua wote watatu. Majeneza hayo hapo na yeye akajimaliza. Juzi mmesikia Tabora, mke mkubwa kaua watoto kwa sababu hajajengewa nyumba. Huyu juzi kapiga watoto wake kawaua. Emotional intelligence, utaita mental health, lakini emotional intelligence gives you power to make good decisions. Sasa mimi nimalizie kwa kufanya, inaweza hata mpira Simba ikafungwa ukajiua, kosa emotional intelligence. Au Yanga akasema haichezi ukajiua. Hii ni flight 9525, co-pilot huyu aliua watu 150 deliberately. Kwa nataka niwaambie kila mtu mundani, most of us tuna madeni. Askofu huyu amejinyonga kwa sababu ya madeni. So emotional intelligence gives you to understand resilience. Huyu ni mkurugenzi wa fedha wa Bugando, kajirusha golfani akajiua. Huyu baba mchungaji alipima DNA za watoto wake akakuta wote watatu ni wampiga gitaa wa kanisa. Kuna watu nawaogopa kama wapiga gitaa kwa sababu hawatoagi sadaka kwanza. Baba akajirusha golofani. Huyu ni mke wa shehe kajinyonga. It doesn't matter how are you. Huyu ni father kapigwa makonzi ibadani. Yaani haya mambo yamekuwa very serious. Huyu ni afisa utumishi kajirusha majini Bukoba kwa sababu ana madeni ya mikopo benki. Kwa hiyo emotional intelligence gives you power to handle your environment. Huyu ni bodaboda marejesho amemshinda kajiua. Wenye D2 someni hapa. Dereva bajaji ajinyonga baada ya kuhudhuria msiba wa mke wa rafiki yake. Wenye D2 mshaelewa kwamba jamaa ana uchungu kuliko mwenye mke. Kwa hiyo mimi the problem is here. From here hiyo to 2024 watoto wetu nao kwenye malezi, sina muda wa kuwapitisha kwenye aina za malezi na matokeo yake, lakini tunatengeneza watoto sasa hivi wanaojiua kwa vitu. Huyu mtoto nimemuokoa juzi tu, alichola hii platform atawanyonga wadogo zake, na it was true, alikuwa anawapa sumu ya panya. So tunatengeneza watoto ambao Rabia amejinyonga kisa 0 ya form 4. Ninaongea mbele yenu, udaktari bingwa nilifeli nikarudia mwaka mzima. So tengeneza watoto ambao wanaweza ukamudu maumivu, kwa sababu maumivu yapo tu. Na wataniaga watu nawaambia hivi mimi na Mrisho Mpoto tukiamua kumwalikia Mheshimiwa Rais tunaomba kumuona Ikulu, nani anaanza kuitwa? It's simple. Kwa sababu gani? Kipaji umfanyia mtu nafasi, umketisha na wakuu. Mwanao akiwa anacheza mpira, don't block this foot because unataka mwanao awe anajua physics. It's dead wrong. Kwa sababu anaweza kumtoa Aziziki hapa na akaoa Mobeto akapata mkwe mzuri, si ndio? Kwa hiyo unabidi uwe smart. Maisha ni zaidi ya IQ ya darasani. Watoto wetu ndio hao, unawasomesha, unapambana, unahangaika usiku na mchana, unampata mtoto anakuja kuwa mtu mzima anajinyonga akiwa chuo. Kwa sababu gani? Anakosa utashi wa kuendo pain chini ya jua. Kwa sababu dunia ni maumivu yapo. Sasa watoto wetu ndio hawa sasa. Ukitaka kugombana wewe mtoto gusa yule remote, ndio utagundua kama mtoto ana power. Mimi sitaki. Na wote nyumbani mnatulia na taarifa habari ya Mwangalii dogo anaangalia Cocomelon. Sababu gani? Na this is deadly to emotional intelligence. Haileti power. Tunatengeneza generation of idiots. Generation of idiots wana power. Jamani, huyu mtoto huyu ukimbeba pale, maana yake hizo 3 obstacles that are in front, ukimbeba nao ukafikiri unamrahisishia maisha, unamcreate mtoto wa ajabu sana in next future. Mwache mtoto aumie. Sio kama muwatese, no, mazingira ya washepu watoto wenu. Kwa mtoto huyu wewe unasema, mimi ninaposema watoto wangu sio kwamba nawatesa, nataka uelewe importance ya mtoto kustruggle kwenye mazingira yake, kwa sababu ndio itampa ubunifu. Ubunifu unategemeana sana na struggles na creativity. Kwa mtoto kama huyu kumbeba sio kumwambia wao anza upya, miss anza upya, sababu tomorrow I won't be around. So aanze upya. Sasa ukitulia ukampa muda wa kustruggle na environment, ile 30% ya ndani yake ya genetics ita kick in. Ukiizima inazimika. So mtoto huyu literal anapita, lakini ukembeba beba anaamini kama anahitaji kubebwa. Kwa akifika chuo baba anahitaji kazi, ahangaiki. Na mtoto amepita, si huyu amepita. Kwa hiyo this is life. Sasa matokeo ni haya. Mtoto ajiua kisa kafokewa. Mwanafunzi wa UDOM wajirusha golfani kisa kafeli.
Mtoto ajua nguo ya sikukuu, na hangaika na regional manager, mwanae amejikojolea, bahati mbaya mlinzi akamwambia amekunywa sulfuric acid. Sulfuric acid. Mimi nayeongea mbele yenu nimejikojolea mpaka miaka 15. Baba anawaita watu vijana wenzangu wanigongee madebe, kindumbwe ndumbwe chalia. Kama unajua wimbo wewe sio Gen Z. Kindumbwe ndumbwe alimselema, kindumbwe ndumbwe alimselema, kikojozi. Wa huku ndio sio Gen Z, nimewasikia huku wako vizuri. Jipieni makofi nyewe, sio Gen Z. Yaani na nikishaimbiwa hivyo kesho nakojoa tena. Unanitisha nini mimi nikwambia? Mtoto leo anakimbizwa na mbuzi. Mbuzi anamkimbiza. Ngoja uone anamkimbizwa na mbuzi. Huyo mbuzi. Na madaftari anaacha, mbuzi wanamkimbiza mtoto. Kwa sababu tuna create watoto ambao hawawezi kuendo pain. Na makelele anapiga kabisa. Mbuzi wenyewe wanashangaa, huyu vipi? Unaenda Simiyu unakuta mtoto wa miaka 7 anaswaga ng'ombe 40. Tegeze watoto ambao wanaweza kumaster mazingira. Hawa ndio mtihani wamelipia hawa DSTV hawa. Sasa niwaambieni, ukiona shoga kwenye tamthilia usifikiri ni coincidental. Yaani kuna kashoga kako kwenye tamthilia kamewekwa na producer au director bahati mbaya. It is strategically planted. Na wanawajua watoto wenu. Kwa watoto wenu kinachotokea ni kwamba they copy. Kwa hiyo unakuta mtoto ana akili kubwa lakini hawezi kumaster mazingira. Sasa sikiliza, Superman wa leo sio uliyemuona wewe enzi zako. Superman wa leo anavuta sigara ili kumfanya mtoto wa kiume aone in order to be a man you must smoke. Sasa hivi Cocomelon ni shoga. Wewe unafikiri watu wako wanaangalia katuni, kumbe wanaangalia themes maalum planted in cartoons. Kwa shoga sasa hivi Batman anamkisi Superman. Tumeshafika kwenye African setting. Tumeshafika gender 72. Wakati mwanadamu ametengenezwa na gender male and female. Kwa right now because personality as you molded, we don't know who is a female and male anymore. It's deadly mistake kwa sababu parents are no longer around to shape children. Na sasa tunapata crisis ya hata yale maeneo ambayo yalikuwa na strong culture yanaanza kuwa affected. Kwa hiyo niwaambie tu wazazi, work life balance ukikosa, utashi huo wa leo utakuumiza in this pain. I wish ningekuwa na muda wa kusoma zile messages kwenye simu yangu mwendani. Muone ninavyo struggle na wazazi na ushoga wa watoto wao na lesbians. Kwa hiyo niwaombe, pain hiyo usipoitaka. Unajua kuna watu mimi hapa nikiwaangalia tu hawawezi kujiua. Kwa sababu gani? Setup ya mazingira iliwalazimisha kuwa na emotional intelligence. Pale ilikuwa hamna iPad, ni ukuti. Waache watoto wako wacheze ndani. Sisemi usizuie TV. Ni tengeneza hivi miezi 3 ulipia kifurushi, mwezi mmoja usilipia kifurushi, weka mipira, weka karata nyumbani, utakuta automatic watoto wako wanatoka nje kucheza. Una create social skills kwa lazima. Zamani tuko naimba kinyulika mwanangu dada aliyekuwa juu aluke show. Namtekeza mtoto anayejiamini hata akiwa mfupi anaoa piskali kwa sababu ana power ya kuamini kuna vitu virefu kwenye maisha yake anavyo vinaweza vikamudu ndoa. Hii nye msione matairi, sio matairi, inamfundisha mtoto kushare. Zamani kulikuwa mna baisikeli ya watoto, ni baisikeli ya babako, igiza kwenye tundu, endesha anguka, unajifunza maisha kuna kukosea. Nimeona shule hii sio mbaya, very good kuwa na hela na kuwasomesha watoto shule nzuri, mtoto kafuata na helikopta. Sawa, ila unaona huyu mtoto huyu hapa TZ11 huyu dogo huyu akiajiliwa WCF huyu kudadadeki WCF mtamkubali atakavyokuwa jembe pale, anawaangalia anasema nendeni tutaajiliwa wote tu kazini. Ila huyu dogo kitakachomtesa nakubali mimi mwamba, kitakachomtesa huyu mwamba Kiingereza mtihani, yani my name is it belongs to me, it is mine, ndio issue. Lakini maisha umtishi. Zamani tulikuwa tunatumwa sukari robo na change inarudi, unakutana na mtu anakuambia umesahau. Unajua maisha ni kurudia, unarudi tena. Mama umenituma nini? Pumbavu wewe, nimekutuma sukari robo na change inarudi, unaimba tena. Hapo umechelewa kurudi, umerudi saa 1, unasubiri kichapo. Maana yake ukikua baadaye ukisemwa HR office ujiui, kwa sababu toka utoto unasemwa. Tengeneza watoto wanaojua. Hivi niwaulize swali, unaona huyu jamaa anaituangalia huyu jamaa hivi, yule anaweza kujiua kwa sababu mapenzi? Una penzi la kumpa yule? Ule ajiwa mapenzi? Una penzi la kumpa yule? Una penzi la kumpa? Tutengeneze watoto wanaojua life is not about winning and failing. Life is about failing and more failing at the end of the day you win. Maisha sio tu ni mchakato.
Sasa tuna create watoto wenye IQ sio mbaya, masters degree, PhD, lakini angalia highest suicide jobs duniani hizo hapa. Hizo ndio ukifanya kazi hizo una hatari ya kujieliminate. Sasa let me show you one thing. Number 3 is because they have guns nearby them. Number 9 kwa sababu wana dawa ya kuulia wadudu waliobakia wote, because they have IQ. Sina muda, nitanyang'anywa sasa hivi, lakini ego, huyu ni daktari kajiua, huyu ni mhandisi kajiua, huyu ni muuguzi kajichoma sindano ya kutuliza maumivu akajiua, huyu ni hakimu kajiua kwa sumu gesti, huyu ni mtumishi wa TRA kajiua, huyu ni mhasibu, watu wenye akili kubwa. Ukiona polisi kaingia, ana silaha karibu yake. Sisi tunapotengeneza watoto from the beginning, wanakuwa, we add up value of emotional intelligence. Till wanapokea mshahara, tumeshakamilisha emotional intelligence, inabakia environment. Kwa hiyo mtoto huyu anayekuja huku ana power akijipanga kwa ajili wale wanaoitafuta IQ na akawalipa 1.2. Nikwambie tu, you have a family, career, health and friends. You need to balance those. Na kazini bahati mbaya kuna workload ya 44%. Ukiishi maisha ya pembe tatu ambayo hayana supporting system, utakosa emotional intelligence. Kwa hiyo una add value ya maumivu ya lack of supporting system ya 14%. Nikwambie tu, you need work life balance because we don't have time. We have all 24 hours. Lakini jitahidi personally kuincrease utashi kwa watoto wako kwa kuspend time na wao na kuadi ways za kuongeza emotional intelligence kwa kuacha wakae kwenye environment. Sina muda kukaa kwenye hizi slides. Ni waombe tu niwaonyeshe hivi. Acha haya maisha, kazi, kanisani, msikitini, nyumbani. Adi social skills hata wewe. Na nitoe warning, simaanishi, narudia, ukae na kuwa na rafiki na kila mtu. Mnayemjua huyu mtu anaitwaga Yesu, alikuja kukomboa ulimwengu mzima, ila alikuwa anakaa na watu 12 tu. Akiongea siri za baba yake, alikuwa anawachukua 3 tu, anapanda nao juu. Maana yake nini? You should not share your stuff to everyone. Kuna vitu vya kuwapa mtu fulani, kuna vitu vya kuisolate usiwape. Katika watu 12, Yuda alikuwa mmoja wa watu wanaoacha chini. Jitahidi kujua nani Yuda wako kwenye maisha. Anza kujiandaa mapema, kazini kutaondoka. Kwa sababu mtu anataka akistaafu ndo afuge kuku. Utakufa vibaya wewe. Yaani utakufa vibaya sana. Sana. Kingine niseme behaviors. Sina muda huo, lakini uelewe tu, ukikosa utashi utaingia kwenye behavior. Na behavior, 80% ya behavior ndio causes za mental illness na stress chini ya jua. Askari polisi ajinyonga baada ya mchepuko wake kuchepuka. Mchungaji ajiua baada ya kutuma picha ya mume wake kwenye group la WhatsApp. Mume ameza simu ili mkewe asisome message. Kwa behavior ina power sana. Mnamjua huyu? Mnamjua amehukumiwa miaka 18 jana, juzi kama sikosei. Lakini niwaombe tu, behaviors can lead to stress. Na stress ikiingia utatumbukia shimoni. Mind ya ability yako ya kuendo pain. Kitu kingine nimalizie, finance. Ukikosa emotional intelligence, utafeli kwenye finance management. Huyu amekojolea ATM baada ya mshahara kuchelewa. Kwa sababu gani? Emotional intelligence. Utaingia kwenye mikopo, betting. Huyu ni shabiki wa Man U hapa, anaogopa matokeo kwa sababu amebeti. Kwa hiyo jitahidi kuwa na emotional intelligence ili make good decisions za maisha yako. Utajitumbukiza kwenye ulevi ukikosa emotional intelligence. Na ulevi ukitumbukia, na kuhakikishia kutoka, you need training special ya kumtoa mtu kwenye alcoholism, inaitwa CBT. Kwa hiyo niombe jamani, ulevi utakutumbukia. Matumizi ya pombe, kila kitu na sigara, shisha, vyote vitakuwa ni behaviors ambazo zitatokea kwa sababu huwezi ku make good decision na kujua madhara. Unaona tabia udogo? Unaona mzee wa Chabo akikuwa ndio hawa hapa wazee wa Chabo. Behavior inakuwa permanently caused. Sasa nimalizie because hatuna muda, niseme tu mambo machache. Hichi hapa. Ukikosa work life balance including having fun and socialize, unajihatarisha sana kupata ability ya kupata emotional intelligence. Hujaletwa duniani kununua viwanja, umeletwa duniani kuishi. Ukipata 10 na anewekeza 2 kula bata. Kesho yako hujui wewe wala hujipo. Yaani kuna mtu akisikia viwanja viko Nkuhungu, sijui Lazo, yani ni Kigamboni. Furahia maisha kama kuku anafurahia maisha. You need to meet people. Hata Yesu ashai kwenda harusini. Wai nyumbani upigwe busu, upunguze makasiriko. Wai nyumbani uogeshwe. Hivi vitu vinasaidia sana kushusha pain na stress kwenye maisha yako. Furahia maisha kwa vitu vidogo vidogo sana. Furahia maisha, having fun, because socialization
sio extreme, it gives you power to handle environment. Lakini kitu kingine cha msingi kabisa, avoid kujiingiza kwenye stress kwa sababu itakupa uwezo mgumu wa kufanya good decision. Accept when you are in trouble, kwamba I'm in trouble, I need help. Look for help when you are in trouble. Uwe na ability ya kuwa na vitu vinne: kufanya mazoezi, kula kwa adabu, punguza unnecessary stupid stress. Kuna stress ambazo zitakuwia vigumu ku make good decisions. I will give you example. Kuna vitu vinaitwa adverse quotient, nilichowaambia you need that. Mimi ninahangaika na mama mmoja maarufu tu, amepata ujauzito, amefanya tendo la ndoa na mume wake na Mchina, ajui kama tumboni kuna Mchina au Mtanzania. Ana panic. Nikamwambia mama tulia, nitumie tarehe ya mume wako na tarehe ya Mchina. Akanitumia, nikaangalia, nikamwambia dada, huyu mtoto ni shishosha, salamu yake ni hao. Mungu awatunze sana, nawapenda, poleni kwa muda wenu, nawashukuru sana. Unless MC afu nao haitosha to run with slides, lakini poleni kwa muda wenu. Thank you very much. Na makofi kwa Dr. Kweka. Dr. ameuliza kama nichukue maswali, lakini Dr. nadhani ulichotupa ni kitu ambacho mimi nakiita food for thought. Food for thought. Unless kama kuna swali la upendeleo nitatoa moja au mawili, lakini nadhani kitu ambacho Dr. amefanya ni kuprovoke mindset zetu, thinking yetu, ili kweli tujifanyie tathmini. Miaka 10 ya WCF tumekaa leo kutathmini tumetoka wapi, tuko wapi, tunaenda wapi. Presentation ya Dr. ya nusu saa, dakika 37 umechukua. Taangalia emotional intelligence yako imekaaje.